Achana na hayo. Mimi nataka leo tuongee ukweli mtupu, ili tukitoka hapa kila mtu aridhike. Kwa hiyo tuelezee unachomaanisha na sisi tuelewe. Sawa, namaanisha hivi, mimi sio limbukeni wa mapenzi kiasi kwamba nishindwe kutofautisha kati ya mke na mkata viuno. Ninajua ninachotaka na huwa sina uoga wa kukifuata kilipo, hata kama ni kwenye matope. Baba, mimi ni mtu ambaye sipendi kutengenezewa biashara yangu, bali napenda kuitengeneza mwenyewe ninavyotaka, kwa sababu hata dhahabu inatoka kwenye matope. Una uhakika mwanangu? Maana bahati huwa haiji mara mbili. Ndio maana kuna kanuni na sheria za kufuata kwenye kila jambo. Kwa kweli mnanisikitisha sana wazee wangu, kwa sababu nimewaletea taarifa ambayo mmekuwa mkiitamani siku zote, lakini badala ya kunipongeza, mmeanza kunipinga. Hakuna anayekupinga hapa. Ila tunapenda wote tufikie mwafaka. Kumbuka pia kuna kuathirika mwanangu. Ndio maana sisi wazee tuko hapa kuhakikisha kila kitu unakifanya ukiwa timamu na kwa uangalifu. Sisi tupo hapa kukumbusha tu. Maamuzi ni yako. Hata ukisema unaoa kesho, hakuna kukupinga. Lakini haimaanishi tusifanye wajibu wetu kama wazazi. Sawa, mimi nimewasikia, ila nawahakikishia kila kitu kipo sawa. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Hivyo najua hawa binti wa siku hizi ni waigizaji wazuri sana. Tena sana. Yaani akishajua unatafuta mke, akiona mali zako zote na kazi yako nzuri, atakuigizia tu. Lengo ni umuoe. Alafu akishaingia ndani, huwezi kuamini manyago utayofanyiwa. Kweli kabisa, umenikumbusha. Mama yako aliniagiza nikwambie hivi. Nakusikiliza baba. Alisema wewe mwanamke umtakaye, yeye hana pingamizi kwa sababu anajua wewe kipanga lako ni hilo hilo. Lakini huyo utayemuoa umjuzi ya kwamba mali na jumba alilolikuta si vyake, bali ni vya wajukuu zake. Kwa hiyo nyie kama mtaka vyenu, muende mkajenge vipya huko Tungu. Kuhusu masuala ya mali, sidhani kama napaswa kuingiliwa. Mali ni zangu na watoto ni wangu. Kwa hiyo ni jukumu langu mwenyewe kufanya hayo maamuzi, wala sihitaji kusaidiwa. Tunajua, ile tunakukumbusha tu. Sawa, nimesikia. Sio kusikia tu, na ufanyie kazi. Kila kitu kitakuwa sawa. Tumefikia wapi? Mimi sina neno tena. Niliyosema yanatosha. Lakini mwanangu, mimi naona umejuana na huyo binti kwa kipindi kifupi sana. Kwa nini usisubiri mjuane vizuri kuliko kufanya mipango ya ndoa haraka haraka hivi? Baba, miaka 3 yote umekuwa unanipigia kelele oa oa. Kila nikigeuza mada, unaleta mada ya kuoa. Hadi nyumbani pakawa pachungu. Sasa leo unataka kuoa, unaniambia tena tujuane vizuri. Unajua unanichanganya baba. Juaneni vizuri, chukueni muda kujuana tabia zenu. Unavyoniambia nichukue muda kumjua, naomba ujue kuwa ndo naendelea na uzinzi. Halafu baba, kazi yangu unaijua. Leo niko hapa, kesho niko kusini mwa Tanzania. Huo muda wa kumjua na utolea wapi mimi? Shemeji, mimi naona tufupishe mazungumzo. Huyu ni mtu mzima, anajua anachokifanya. Tufungue moyo, tumfanikishie swala lake. Wewe mjomba wake, kama umeafiki, mimi ni nani nikatae? Sasa tunaanzia wapi? Mimi wiki ijayo narudi kazini. Kwa hiyo nimelileta kwanza hili jambo mlijue, ili hata nikiwa kazini, nikiomba mlifuatilie hili swala, iwe rahisi kwenu kulifanyia kazi. Sawa. Ni kweli, lakini bado hujatuambia tarehe ya ndoa. Kama nilivyosema hapo mwanzo, narudi kazini ili niweke mambo yangu sawa, kwa sababu siwezi kuwatuma kwa wazazi wa watu mikono tupu au kwa kubahatisha. Hilo nalo ni jambo la maana. Lazima niweke kila kitu sawa, ili mnapokwenda huko, muende mkiwa mmekamilika. Kwa hiyo naombeni nirudi kazini nikaweke mambo yangu sawa. Baada ya hapo, nikishaona kila kitu kiko sawa, nitawapigia simu. Basi hilo halina shida mwanangu, sisi tunasubiri tu utupe amri. Kwa sasa, nataka nimuulize taratibu za kwao, na pia tupate namba za mtu wa kule kwao, ambaye mtakuwa mnawasiliana naye wakati wa kwenda. Unamaanisha nini? Anamaanisha walii. Basi, mengine mtayamaliza wenyewe. Sawa, nimekuelewa mwanangu.
Hakuna pingamizi kwenye hilo. Sawa, tutafanya kile unachotaka, sababu hata kama ukioa bomu, si litakulipukia mwenyewe mwanangu. Ndiyo, na nimeshakubaliana na hilo baba. Kwa hiyo unaweza kuacha kunikumbusha. Mmerudi, poleni na safari. Asante mke wangu, ila hapa tulipo migongo inatuuma sana. Vipi kwani? Dada, tumekaa kitako sisi Kuna sehemu ni mbali jamani. Mke wangu, huko mwanangu alipoenda kuoa safari hii ni kiboko. Yaani ni hatari. Kwani mmesafiri masaa mangapi? Masaa au siku? Uliza tumesafiri siku ngapi. Halafu sasa, hayo magari yanavyokimbia, astaghfirullah. Yaani roho hii hapa mkononi. Mimi kule sirudi tena, wallahi. Yaani nimekaa kwenye gari hadi miguu imevimba. Mwanao akitaka niende kule tena, labda nikatie tiketi ya ndege. Ila kama ni mambo ya magari, siendi tena. Heri yanione mbaya. Ewa, hapo umesema kitu cha maana shemeji. Ndege angalau. Kwao si mlisema panaitwa Mwanza? Kumbe ni mbali kiasi hicho. Yaani hilo jina lione fupi hivyo hivyo. Lakini sasa, mpaka ulifikie lilipo, ndo utajua dunia duara. Tanganyika ni kubwa jamani. Dada, tumeondoka pale Dar stendi saa 11 alfajiri. Yaani ile swala sisi tupo kwenye gari na linakimbia haswa. Tumekaa sisi kila saa tumuuliza tu mwenzetu, tumefika au bado? Tuambiwa bado. Jua likachomoza, adhuhuri ikapita, alasiri nayo ikakata, magharibi naisha zote, bado tumekaa kitako tu. Oh, ni mbali jamani. Alfajiri tena ndo tunaiona Mwanza. Sasa tulipofika Mwanza, nikajua dhamana ya kukaa kitako ndo imeisha. Mara nashangaa naambiwa tule haraka, kuna safari nyingine tena. Kwa hiyo na kufika kote alfajiri bado mlikuwa hamjafika? Bado yani, bado. Basi bora nilivyobaki kwa sababu mimi nisingeweza hizo zahma. Yaani wewe ndo ungekuwa mzigo kabisa. Hilo analima wenzetu. Na hilo sembe lao sasa, ni gumu hatari. Yaani sembe ni gumu hilo, alafu sasa nyama zao hawatii spice nyingi. Kwa hiyo shombo kali mpaka basi. Ila tu kwa kulima na vyakula, wamebarikiwa. Kuna midizi huko, michele, sijui mihogo. Halafu sasa, samaki. Kuna samaki hadi nikashangaa. Kwani kuna bahari? Bahari itokea wapi? Kuna ziwa Victoria. Ndio kuna masamaki makubwa Wakubwa kweli, si utani. Halafu wenzetu kitoweo sio ghali kama huku. Sasa kule si uliona ng'ombe walivyo wengi? Halafu wamenenepa haswa, na nyasi nazo ni nyingi. Watachaje kuuza kitoweo bei rahisi? Poleni jamani, ngojeni nikawaandalie chakula. Halafu we mzee, nimekumbuka kitu. Kitu gani tena jamani? Mimi nataka kupumzika. Bi mdogo anaumwa, kaenda kwao kuuguzwa. Kaenda kwao kwa ruhusa ya nani? Na kwa nini hakupiga simu? Alikupigia simu ila ukawa hupatikani. Na mimi nisingeweza kumuuguza kutokana na jukumu nililonalo la kulea wajukuu. Hivyo nikamwambia aende tu kwa mama yake, lakini pia nikamueleza kuwa ukija nitakutaarifu. Halafu nyie wanawake mnataka kunipanda kichwani. Yeye anakubali vipi kwenda kwao kwa ruhusa yako? Kwani wewe ndio umemwoa? Lakini mume wangu. Lakini nini? Hebu niache nilale kwanza. Nikiamka ndo nitajua. Nawaletea chakula lakini. Kwa sasa sitaki chakula. Nitakula baadaye nikiamka. Kaka na wewe? Hivyo kama shemeji, mimi pia nalala kwanza. Haya sawa.